katika madhabahu leo, maombi ya kuomba pamoja, nguvu ya maombi ya pamoja. Yesu akawaambia wanafunzi wake katika Mathayo sura ya 18 na mstari ule wa 18 hadi mstari wa 20. Yesu anawaambia wanafunzi, amin nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. 19 anasema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kuomba pamoja. Ziko nyakati katika maisha ambapo peke yako huwezi. Ziko nyakati unapobeba mambo, ziko nyakati unapolemewa na mambo ya kiroho, ziko nyakati unapolemewa na mizigo, ziko nyakati usingizi unakukosa. Naam, ziko nyakati katika maisha ambapo hata nguvu ya kuendelea huwezi. Wimbo huu Yesu kwetu ni rafiki anasema, je, hunayo hata nguvu ya kuendelea? Watu wakikudharau, wapendao dunia, yeye Yesu Kristo atakushika mkononi. Naam, maombi atasikia. Katika kuchoka huko, katika kulemewa, katika mizigo inapozidi ya kiroho, hapa ndipo unapohitaji mwenzako katika maombi, unapohitaji mtu wa kukushika mkono wa kuomba pamoja. Na ndipo Yesu akigundua hili akasema, lolote mtakaloomba Baba wa mbinguni atawajibu. Na anamalizia kusema Yesu, wawili ama watatu wakikusanyika, sio kwa ajili ya kupiga umbea, sio kwa ajili ya kubishana mpira, sio kwa ajili ya kuzungumza mambo ya siasa, sio kwa ajili ya kubishana lolote. Anasema watakapokutana kwa jina langu. Ninapenda kusikia hii. Anasema mimi nitakuwa katikati yao. Turejee madhabahuni leo inatukumbusha. Tafakari ya turejee madhabahuni leo inatukumbusha ya kwamba watoto wa Mungu tusisahau kukusanyika pamoja katika sala. Tusisahau kukusanyika pamoja katika uwepo wa Mungu. Tusisahau kukusanyika pamoja katika kuutafuta uso wa Bwana, kwa sababu Yesu anasema wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi nitakuwepo katikati yao. Leo tuko hapa zaidi ya watu 500. Tuko hapa kwenye vituo mbalimbali. Nataka nikuhakikishie, nataka nikuambie rafiki, nataka nikupe uhakika huu, Bwana yuko katikati yetu. Haleluya! Bwana yupo katikati yetu. Bwana yupo pamoja nasi. Kwa ahadi hii, wawili ama watatu, tuko zaidi ya wengi hapa. Uwepo wa Bwana uko pamoja nasi. Nikukumbushe mambo yafuatayo tunaporejea hapa madhabahuni. Tafakari yetu inasema hivi. Sikiliza hivi. Kwa nini maombi ya pamoja yana nguvu? Kuna mambo mawili ama matatu hapa. Maombi ya pamoja yanaalika uwepo wa Mungu. Tunapokusanyika katika maombi, Mungu yupo katikati yetu. Kuna nguvu inaachiliwa. Uwepo wake unajaza. Uwepo wake unafunika uwepo wetu. Jambo la pili, maombi ya pamoja yanaleta umoja wa kiroho. Na ndiyo maana tunasisitiza, tutakuja siku nyingine, maombi ya familia yanaleta umoja wa kiroho. Familia inayoomba pamoja itakaa pamoja. Haiwezekani wanandoa wawili, hii ni ya Pastor Bihene lakini naichomekea katika muktadha wa turejee madhabahuni. Haiwezekani baba na mama wapige magoti waombe, alafu baadaye kila mmoja mwambie mbwa wewe, nyani wewe, punda wewe. Haiwezekani.
maombi ya pamoja yanawaleta wanandoa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Umoja wa familia. Jambo la 4, maombi ya pamoja yanaleta ukombozi katika vita ya kiroho. Katika kitabu cha Matendo sura ya 12, wakati Petro yuko gerezani, Biblia inasema kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Let me tell you, nataka kuambia hapa siri moja ya kiroho. Ziko nyakati huwezi kuomba, ziko nyakati umeshindwa kabisa kuomba. Wengine wakikuombea Bwana atajibu. Petro yuko gerezani. Petro ni tofauti na Paulo na Sila. Petro amekamatwa, yuko gerezani. Yeye alikubali, anasema mimi liwalo na liwe. Petro hata kuomba, Biblia haisebi kwamba Petro alikuwa anaomba. Biblia haisebi kwamba Petro alikuwa amefunga. Biblia haisebi Petro alikuwa anaimba. Lakini Biblia inasema Petro akalindwa gerezani na kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Maombi yaliyomfungua Petro gerezani sio ya kwake, ni maombi ya kanisa. Haleluya. Ninaomba ya kwamba maombi yanayotoka hapa yakamfungue mtu fulani. Maombi yanayotoka madhabahuni hapa Njombe kwa vipindi vyote yakakufungue, yakamfungue rafiki mahali, yakamfungue kijana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Leo tunaombea watoto. Leo tunaombea watoto. Watoto njoni. Tunapoimba wimbo huu, Yesu kwetu ni rafiki. Beti la pili, watoto karibuni, karibuni. Leo tunaombea watoto. Leo tunaombea watoto. Karibu watoto. Una dhiki na maonjo, una mashaka pia. Njoni watoto, njoni, msiogope. Haraka. Hata wale waliobebwa waleteni. Mkutano unaposimama, tunapoimba beti la mwisho, simame. Unayo hata nguvu, huwezi kuendelea, ujapodharauliwa, ujaporushwa pia. Popote mahali ulipo, jifungamanishe na maombi yanayotolewa hapa. Ninachopenda watoto, wao wenyewe wanajua kujipanga. Haleluya. Munaona watoto wanavyopendeza. Na hapa niko na katoto kadogo hapa kanafurahi. Ngoja nione kama katanikubali. Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Leo tunaombea watoto. Lakini yuko mzazi ambaye amekaa kwenye ndoa miaka mingi, naye hana mtoto. Nina habari njema kwako. Mwaka kesho wakati kama huu utashika mtoto. Kuna watu hawaelewi ninachosema. Mwaka kesho wakati kama huu utashika mtoto mkononi mwako, kwa sababu kuna nguvu katika maombi. Baba yetu na Mungu wetu, tuko na watoto katika madhabahu hii hapa Njombe, na watoto hawa ni wawakilishi wa watoto mamilioni na mamilioni ya watoto walioko katika vituo vyetu.
Baba, tunaomba ya kwamba watoto wetu wafundishwe na Bwana. Bwana, tunakusihi wapiganie watoto. Malezi ya watoto katika kizazi hiki si jambo jepesi. Neema yako iandamane na wazazi. Bwana, bariki wazazi, wapatie vipato. Bwana, waepushe, watoe kwenye lindi la umasikini na madeni, ili waweze kuwahudumia watoto. Wako wa baba wametelekeza watoto, lakini pia wako wa mama wametelekeza watoto. Kwa ombi hili ninaomba wababa walioko mbali warejee kwa watoto wao. Wababa waliokimbia familia, Bwana, warudishe nyumbani. Wababa ambao hawatimizi majukumu yao, wakayatimize kwa utukufu wa jina la Yesu. Bwana, wako watoto wanalelewa na wamama peke yao. Bwana, watoto hao ukawalee wewe. Bwana, ukawazingire. Walinde watoto hawa dhidi ya hatari za utotoni. Walinde dhidi ya mivuto mibaya ya yule movu. Watoto hawa ninawaombea wakawe wananchi bora katika nchi ya Tanzania, lakini zaidi sana waandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Baba, ikiwapo familia ambayo haina mtoto na wamekaa muda mrefu na hawana watoto, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya neno lako, kwa mamlaka ya mbinguni, Bwana, ninatangaza mwaka kesho wakati kama huu, yeyote aliyejifungamanisha na maombi haya, Bwana, mwakani wakati kama huu wakashike mtoto, wakakumbatie mtoto, na jina lako litatukuzwa na jina lako litainuliwa. Akiwapo mtoto ambaye hazungumzi, haongei, akiwapo mtoto ambaye hafanyi vizuri darasani, akiwapo mtoto mgonjwa, Bwana, fungua watoto. Ombi la leo ni la kufungua watoto, watoto wakafunguliwe katika jina la Yesu. Neema yako na baraka zako ziandamane na kila mtoto na kila mmoja wetu katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. 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 Watoto semeni amina. Semeni tena amina. Bwana awabariki sana. Usibanduke mahali ulipo. Pasa Baraka anakuja na tumaini lenye baraka. Bwana na akubariki sana.